Leo nilikuwa na kikao na watendaji wa sekta ya elimu katika halmashauri ya mji wa Masasi. Sasa mimi nikiwa kama mbunge wa jimbo hili niliona ni muhimu nikutane na wote wanaosimamia masuala ya elimu katika halmashauri hii, nikitambua kwamba elimu ndio msingi imara kabisa wa maendeleo. Ukitaka kuwa na jamii iliyoendelea, iliyo na maendeleo, lazima uweke mkazo katika upatikanaji wa elimu. Na nilitoa mfano kwamba ni elimu tu ambayo inaweza kumfanya mtoto wa maskini akaja kuwa kiongozi mkubwa katika nchi. Na tumeongea nao kuhusu azma hiyo ya serikali kwa ujumla wake ya kunyanyua mambo ya elimu katika nchi yetu. Na tunajua kwamba kuna juhudi kubwa zimefanywa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI katika kuboresha miundombinu katika shule, katika kuongeza idadi ya walimu, na niliwaambia Mheshimiwa Rais alitoa ahadi wakati wa kampeni kwamba ataajiri walimu 7,000 na ameshafanya hivyo. Lakini mambo mengine mengi yamekuwa yanaendelea. Kwa hiyo kwa upande wetu mimi nimewasisitiza na kuwakumbusha azma hiyo ya kuwa na ari kubwa na kufundisha kwa bidii ili kuwanyanyua watoto wa maskini nao wapate kuwa na nafasi za maendeleo katika nchi yetu. Lakini kwa upande mwingine tumewaletea vitabu, nimegawa jumla vitabu 3667 vya shule za sekondari. Hivi vitasaidia katika mambo ya kujifunza na kufundishia katika shule zetu. Mnavyojua ufundishaji unahitaji sana zana, na moja kati ya zana kubwa kabisa katika kufundisha ni vitabu. Kwa tunawatoa hii awamu ya kwanza, lakini tutakuja tena mara ya pili, tutaongeza idadi ya vitabu. Lengo kubwa ni kwamba tuwape walimu nafasi ya kuweza kufanya kazi zao kwa ufanisi na kuwafanya wanafunzi wawe na vitu vya kujipatia elimu. Lakini vile vile amezungumza kuhusu matatizo ya miundombinu katika shule, na nimewaambia matatizo ya miundombinu hata Mheshimiwa Waziri Mkuu amelizungumza hilo, Dr. Mwigulu Nchemba, kwa mfano kuhusu mambo ya matatizo ya vyoo, matatizo ya maji, ameshatoa maelekezo kwa watendaji wote wa serikali. Tatizo la vyoo lisiwe tena issue katika shule zetu. Kila mtu hakikisha mahali alipo wanafunzi wanapatiwa vyoo vya kutosha kwa idadi yao. Lakini vile vile amezungumzia habari za maji, na sisi tumelipokea na tumesisitiza hapa tuhakikisha kwamba wanafunzi wabebe vidumu kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuelekeza. Tutafanya juhudi zote ili wanafunzi waweze kuchimbiwa visima katika maeneo yao ya shule. Nawashukuru. Taarifa ya ukuaji wa elimu tumeipata, na kama ilivyoelezwa hatukupata pasenti ya wanafunzi wale ambao wamekwenda kidato cha 5 kulinganisha na idadi yote. Kwa hiyo kufanya tathmini bado tujafanya tathmini, na nilikuwa nimetegemea kama leo tungepata wasilisho fulani ambalo lingetupa mwongozo wa majadiliano. Bahati mbaya hatukuwa nalo hilo, kwa hiyo sina takwimu za kuweza kulizungumzia kwa undani. Niseme tu mimi kama nilivyosema, nimewapongeza kwa taarifa aliyoitoa afisa elimu wa wilaya kwamba idadi ya 350 kitu hivi naipokea kama ilivyo, na nikawasisitiza kwamba waendelee kufanya juhudi ili iweze kuongezeka. Mheshimiwa mbunge na waziri, mimi nimewiwa kutoa pongezi kwa vitabu ulivyotuletea vya mara ya kwanza vya kiada kwa ajili ya wanafunzi. Tulipata nadhani karibia shule zote za sekondari. Vitabu vile vimekuwa ni chachu katika shule zetu, vimekuwa chachu kwa wanafunzi wetu, maana tulikuwa tuna uhaba wa hivyo vitabu. Vitabu vya kiada tu haviwezi vikamsaidia mwanafunzi. Pia ulituletea vile vitabu ambavyo vina baadhi ya maswali na majibu katika miaka tofauti tofauti. Tulivipokea kwa mikono miwili, vimetusaidia, tunavitumia na wanafunzi wetu wamevifurahia. Kwa hiyo cha kwanza ni kupongeze kwa hilo na tukushukuru. Uliliona na sisi pia tumeona uhitaji wako wa elimu ya halmashauri ya mji Masasi kwenda mbele. Kwa hiyo tuzidi kukuomba, ingawa nimesikia leo pia kuna vitabu hapo. Kwa hiyo naona bado lile wazo la kuinua elimu bado unalo na unatupa facilities mbalimbali. Kingine ambacho mimi ninakiona ili tuweze kutoka hapa tulipo na kwenda mbele, labda tupate pia vipaumbele ya baadhi ya madarasa kuongezwa katika shule zetu za sekondari, pia madawati kwenye baadhi ya shule tuna uhitaji huo, na pia walimu wa masomo ya sanaa. Sasa hivi walimu wa masomo ya sayansi wanakuja kwa wingi, ila tuna uhaba wa walimu wa masomo ya sanaa kwa sekondari, bado tunawahitaji. Kwa hiyo
tuombe huko mnapokwenda, basi katika kuliongelea hilo pia nadhani ni la kinchi, lakini kwa sababu una nafasi ya kuweza kulifikisha linapotakiwa, walimu wa sanaa pia bado tunahitaji ili waweze kutusaidia katika. Nasema hili jambo nikikutana na mbunge na waziri nitamshawishi, inawezekana akatuwezesha. Asante. Sasa sisi tuna changamoto ya uendeshaji wa mitihani ya kutosha kwenye mashule yetu ambayo kimsingi inatugharimu kwa kiwango kikubwa sana. Nikuombe jitihada kubwa zifanyike kwenye uwezeshaji katika eneo hilo. Kuna mitihani karibia 4 ambayo kama halmashauri tumejitengenezea ili tuweze kuifanya, ambayo hiyo uwezeshaji ndo naenda huko kiongozi. Uwezeshaji huu kwa sisi bajeti yetu ya uendeshaji wa mitihani ili tuweze kufanya vizuri kabisa na shule zisiweze kuathiriwa, tulikuwa tuna bajeti karibia milioni 66 ambayo tulikuwa tumeona kama endapo halmashauri mkiibeba na mkatuwezesha kama kwenye shule zetu, naamini tutaweza kufanya vizuri zaidi. Kama mtaweza kututengea hiyo bajeti kila mwaka ya uendeshaji wa mitihani, mtakuwa mmetufanyia kitu kizuri sana, na naamini hatutaweza kuwaangusha. Hilo jambo la kwanza ambalo nilikuwa nimeona kwamba kama itawezekana nikufikishieni, mpambane kadri mnavyoweza kuona ili mtusaidie tuweze kuendesha hizi program mbalimbali ambazo zinaendelea na walimu wako tayari kuzitekeleza. Lakini jambo la pili, kama mwenzangu alivyosema, sisi siku hizi shule nyingi zinafanya masomo ya kompyuta. Baadhi ya shule ikiwemo ya kwangu tunafanya masomo ya kompyuta, lakini facilities hakuna. Yaani wanafunzi wanasoma kompyuta, tunatumia kompyuta kama sikosei 2 ambazo tulilazima kwa walimu kwenye shule baadhi. Sasa sisi pia tuna uhitaji na baadhi ya shule ambazo wanasoma hilo somo lakini facilities hamna. Na mwaka huu form 4 wanahitajia kufanya somo la practical la kompyuta, lakini hatuna kompyuta. Kwa heshima na kuomba ulibebe hili na ikiwezekana utusaidie kiongozi, ili tuweze kutatua hii changamoto pale shuleni kwetu. Asante sana na kushukuru na nakupongeza sana kwa kazi nzuri. Shule karibia 49. Kwa hiyo ni kuombe kwamba kama mbunge tunaomba utusaidie kupaza sauti, tupate walimu wa shule za awali ambao watakuwa ni professional kwa kufundisha elimu ya awali, maana ndio msingi pekee wa kwanza katika elimu ya mtoto. Lakini jambo jingine ambalo naliongelea kwamba kuna magari yalinunuliwa na serikali kwa ajili ya maafisa elimu, lakini kwa ofisi yetu hapa ya elimu msingi gari liliungua moto. Kwa hiyo ni kuombe kwamba katika juhudi zako basi tunaomba uisaidie idara ya elimu msingi iweze kupata gari jingine ambalo itawasaidia katika shughuli za kuzungukia utekelezaji wa majukumu yao. Tia moyo kipekee, walimu hawa wana uchu sana wa kutaka wana Masasi wasonge mbele na wanafundisha kwa bidii zote. Siwaone wametulia hivi. Hapo kuna muda wanawaza hivi kile kipindi kule kinapotea, lakini nia yao kubwa ni Masasi isonge mbele kitaaluma, na kiukweli tunasonga mbele kitaaluma. Hadi sasa tuna uwezo wa kupeleka wanafunzi wanaoendelea. Mwaka jana ilikuwa 343, mwaka huu 399 wanafunzi wanaoendelea kwa kuchaguliwa na baraza la mitihani au TAMISEMI kwamba waendelee vyuo au A-level. Na idadi hii imefikiwa sio lele mama, ni idadi kubwa sana kwa kuwa tulikuwa nyuma sana kuwapeleka wanafunzi A-level na vyuo vya kati. Kama ulivyosema, wanafunzi wa Mtwara ukienda sehemu walikuwa hawaonekani, lakini sasa ukienda wanaonekana. Wapo wengi. Hata Masasi Girls pale ukienda huwakosi wanafunzi 40, 50, 30 na wakosi. Kwa hiyo tuna uhakika hata shule nyingine wako wanafunzi kwa idadi kubwa. Na hamasa yetu bado waende wengi. Kushukuru sana kwa kututia moyo. Walimu hawa muda mwingi wanasemwa tu, hawapati mtu wa kuwatia moyo kama ulivyofanya. Kwa hiyo hii kwetu ni chachu kubwa sana, si ndio walimu?
Hii kwetu ni chachu kubwa sana kwamba Mheshimiwa mbunge na waziri amekuja kuongea na walimu, ametuambia habari hizi, hajaja kukalipa na sisi, amekuja kuongea kama marafiki. Nikuhakikishie taaluma itazidi kupanda siku hadi siku, kwa kuwa nguvu tunazo, uwezo tunao, hata ari ya kazi tunayo.